za wakati mpenzi msikilizaji wa Isaac Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumuri wa afya na uko salama, ni furaha kwangu. Tumewadia wasaa mzuri wa kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripoti wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Almas limetinwari mchambuzi wa kwa leo na saidiwa mitambo na Isaac Mulucha Shibe pamoja na wenzangu watakaosikia katika uchambuzi wa habari. Nasema karibu na tega sikio. Msikilizaji, uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zinaletwa kwenu na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Karibu mchumbe. Safari Dilu Alimasi kwenye habari muhimu katika siku ya leo. Acha tuanze na habari hizi za katika mji wa Baraka. Ni kwamba itaanzishwa siku ya Ijumaa 5 ya tarehe 18 Februari 2026 funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa jambo hilo, uongozi wa waumini wa dini ya Kiislamu umewatakia Waislamu wote Ramadhani Karim. Tuangazie huko Uvira. Ni kwamba mwanaharakati wa masuala ya kisiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Andre Biadunia Mashaka, amemwandikia waziri wa taifa usikae na mambo ya ndani asili kibarua cha kuomba serikali kuu ya Kinshasa kushughulikia swala la wakimbizi walioko nchini Burundi ili warejee nchini mwao. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda umekuwa na sura mpya baada ya nchi ya Marekani kutishia kuiwekea Kigali vikwazo vipya kufuatia hali inayoendelea kuzorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari Dilu Alimasi naweka nukta kwa habari muhimu. Ni kushukuru mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa habari hiyo muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka ambako kikao kikuu cha kupanga namna kazi za pamoja maarufu Salongo namna zinaweza kuanzishwa mara tena mjini Baraka kinatarajiwa kuendesha siku ya 4 ya wiki tunayo. Kikao kinaandaliwa na uongozi wa mji wa Baraka kufuatia hali ya sasa ya mji. Raia wa tabaka mbalimbali watashiriki kwenye kikao hicho kikubwa. Kwa sasa ndani ya mji wa Baraka barabara kadhaa zinaonekana kuharibika kutokana na mvua zinazonyesha kwa wingi. Baadhi ya raia wa mji wa Baraka wanakuwa kiomba kwa uongozi wa mji wa Baraka kuanzisha mara tena kazi ya Salongo ili kunusuru jiji hili. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu ni kwamba itaanzishwa Jumatano ya tarehe 18 Februari 2026 funga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo uongozi wa Waislamu tarafani Fizi na mji wa Baraka umewataka waumini wote kujiandaa vema kwa kufunga, kuswali na kuepuka vikwazo mbalimbali kwenye mwezi huu wa Ramadhani na siku zote. Katika mahojiano na redio yako, Ustazi Kambi Bulambo Ibrahim, mmoja kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu, amesema kuwa mwezi umeonekana na ni vema kila Muislamu hamke na swaumu. Upande mwingine ameonyesha sheria za kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Waislamu tunaruhusika kufunga kwa kuonwa mwezi na kwa kufungua kwa kuonwa mwezi. Na mwezi imeshaonekana Saudi Arabia na wameshatangazia ulimwengu mzima ya kuwa kesho Waislamu wote wawe wenye kuwa na saumu. Kwa hiyo na sisi Region Islamique ya Fizi tunaamrisha Waislamu wote wa Fizi iwe ni siku yetu ya mwanzo ya kufunga saumu insha Allah. Kwa masharti ya kufunga saumu, wanasema saumu ni kujiziwia na vile ambavyo vinavyomfuturisha mtu kuanza kuchomoza kwa jua alfajiri na kuzama kwa jua magharibi. Vile vyote ambavyo vinamfungulisha mtu ule Muislamu nafaa ajiepushe navyo, ajiziwie. Mfano kula, kunywa, kusema maneno ambayo yasiyofaa, kuvuta sigara, kuvuta bangi, kunywa maji, yale yote ambayo ni halali. Hata mke wako kama uko mwanaume au mume wako kama uko mwanamke, hiyo yote kwa mchana wa siku ya Ramadhani inakatazwa insha Allah. Ya kuzingatia zaidi katika Uislamu ni kufata yale maamrisho ya Allah. Moja ni kukamilisha sala 5, 2 ni kuwa mwenye kuwa na utulivu na kujizuia kwa haya ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kama usharati, ulevi, uzinzi, usengenyaji, yale yote yanachangia katika kuharibu saumu ya binadamu.
hiyo kabisa. Wanasema man lam yad'u qawla zur wal amala bihi falaysa lahu hajatu an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Yani mtume amesema yule ambaye hatoacha hiyo kauli, ile maneno machafu, maneno ya uongo, maneno ya kusengenya katika mwezi wa Ramadhani, haina budi kabisa yeye kuacha chakula chake, bora tu akuwa anatumia chakula chake. Manake ni kitu kabisa, ni mkazo sana ya kukamilisha miongoni masharti ya kukamilisha siamu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hiyo ni mafunzo tu kwa binadamu, wawe wanafata hivyo. Hiyo tunapata tu ni darasa ya mwezi wa Ramadhani, na hiyo inakuwa ni katika maisha yote ya binadamu wawe hivyo insha Allah. Na ni watu wa aina gani ambao wastahili kufunga saumu hiyo ya mwezi mtukufu? Nasemekana ni Waislamu wote, lakini kuna masharti. Uwe mwenye akili, Muislamu mwenye kufikisha miaka 15, yani uwe baligh. Basi akili baligh na mwenye akili timamu na mwenye anaweza akafunga. Yani ukiwa mgonjwa unaruhusiwa kula, lakini hizo siku ambazo kula unazilipa baada ya Ramadhani. Kama wajawazito mwenye anajisikia ana nguvu, anaweza akafunga, lakini kama atakuwa anajisikia hana nguvu, anaweza akala mchana kama mgonjwa, na baada ya Ramadhani atalipa hizo siku inshallah. Na huko Basikalangwa ni kwamba vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi imeomba kwa vitengo husika na usalama kuimarisha usalama katika eneo la Basikalangwa, hususan kijiji cha Wachwabile. Hivyo ni kutokana na vitendo vya unyanyasaji vinavyoendeshwa kwa raia wa eneo hilo, hasa wakina mama. Bwana Ngale Sanganino Bwanjo ni kiongozi wa vuguvugu la raia, amesema kuwa kuna vitendo vingi vya unyanyasaji vinavyofanywa kwa raia wa eneo hilo, huku kitendo cha hivi karibuni ni cha mama mmoja kubakwa. Hali sio foresha sisi raia ijitokeza tariki 14 mwezi wa pili mwaka huu tunao wa 2026 katika kilima cha Basikalangwa vershene de Mitumba, munjia ya kwenda kwa Twabile mkwenda na Katete. Kuna mtoni moja iitwao Ichukwe. Ndani ya mtoni ule au juu ya ule mtoni kuna wazalendo wanaosemekana ni Biloz Bishambuke, ndio wako pale kwa kufanya usalama wa raia. Lakini fazi hiyo, ndugu mtangazaji, ilitendeka vitendo visizofurahisha sisi raia. Kuna watu waliokuwa wakienda kwenye soko ya Nakatete kufika kwenye mida ya 21 juu kuko fazi yenyewe anaenda kusoko pale, masasi ilipigwa maeneo ile na watu wakasambaratika sana, na masasi ile ilipolia sana ilileta insecurity total mwa ile njia. Juu wakati ile masasi ilipolia, kuna wamama 3 wa muji wa Rulenge walipokuwa pale wakajisambaratika na walisemeka kwa walikamatiwa vitu yao. Na kati ya wale wamama kuna mmoja ambaye alienda kutana na wahalifu wakamfanya kitendo cha ubakaji. Kati ya wale wahalifu mama alisema kulikuwa wahalifu 3, mmoja alikatala, 2 walifanya kile kitendo. Mama ule alipokuwa akilia alishuka mpaka mwingine akakia leta information ya kusema vile vitendo vilitendeka pale, vraiment sio vitendo ya kutufurahisha sisi raia, na walimbaka. Na sisi kama vile shirika la raia vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi, vraiment tunaomba kwa wakuu wa serikali watufanyizie ulinzi kubwa sana kwa ajili ya vitendo vibaya visiwe vinatendeka maeneo zile au visiwe vinatendeka mteritori ya Fizi mzima. Ni vitendo vinavyotuchokesha sana na sio vitendo vinavyofurahisha raia, hapana. Sisi tunajua tuna serikali letu na serikali letu itatufanyizia kazi ya kutafuta wahalifu wale kama ni wanani na watasikilizwa na watajulikana. Tukiachana na habari za huko Basikalangwa, tujielekeze katika mji jirani wa Uvira ambako mwanaharakati wa masuala ya siasa mashariki mwa DRC Andre Byadunia Mashaka amemwandikia waziri wa taifa husika na mambo ya ndani na asili barua ya kuomba serikali kuu ya Kinshasa kushughulikia swala la wakimbizi walioko Burundi ili waweze kurejea nchini mwao. Baada ya barua hiyo kupokelewa na waziri husika wa kizede reception kwa Kifaransa ambako Radio Kivu imepewa kopi, mwanaharakati huyo ameonyesha kuwa hali ya maisha wanayopitia kwa leo wakimbizi nchini Burundi imemfanya kutokufumbia macho swala hilo. Andre Byadunia ameeleza afuatayo. Barua ambayo tumeiandika ni tangu tariki 10 ya huu mwezi. Motivation ni kwamba tuliona serikali ni kama inasahau kwamba kuna watu ambao wamekimbia Uvira na Fizi na Walungu. Tukasema basi tukumbushe serikali kwamba kuna watu ambao wanahangaika kwenye makambi huko Burundi na mafasi zingine, ijapokuwa masomo ya watoto inaanza na kuna makazi ambayo yanapaswa kufanyika kwa hiyo miji 3 ambayo nimesema, kwa sababu tuko tunatafuta sote namna gani tutarestore autorite ya leta.
na autorite alete natokana na presence usi ya watu mwingine jinsi walikuwa kuwa tangu mbele. Kwa swali la kutaka kujua kwa nini sikupenda kupita kwa wanabunge, mimi si mwanabunge. Mimi ni mfanya siasa, mimi ni mdadisi wa mambo ya kijamii, na katiba inaniruhusu kwamba ninaweza kuandikia serikali kwa kuikumbusha kwamba kuna mapasho ambayo inapaswa kuifanya bila kusubiri kupitia kwa mtu yeyote ule. Lakini kama kuna wanabunge ambao wataifanya nao kwa upande wao, haya itakuta ile ambayo nimeshaiandika na haitakuwa kosa. Wanasemaka katika Kifaransa kwamba la bondas ne nuit pas. La bondas ne nuit pas. Donc haina shida. Na kama serikali itajibu wala itajibu, kama kweli najua kwamba raia ni wake, inapaswa kujibu, kwa sababu tulipropose wafungulie watu mipaka, kwa sababu ile site walienda weke iko watu pale Busuma ni site ambayo inakuwa na shida, watu wanakufa na njaa, watu wanakufa sijui na mambo mengine ambayo inakuwa ya tatizo ya maji, kuna watu wanashtuka, watoto wanakufa namna yoyote pale. Serikali kama kweli inajua kwamba raia ni wake, inapaswa kushituka ili watu warudi. Haiza kwa kutaka kufahamu nini wameomba saa kupitia kibarua hicho, Andre vya dunia amerejea mara tena. Na tuliomba vitu viwili, wafungule mpaka ya Burundi. Tunajua kweli kweli kwamba adui bado yuko hapo Sange kwenye kipande ya teritwari ya Uvira, lakini tunajua kwamba anaweza kwenda Burundi kutatiza Burundi. Tuko na imani kwamba haitafanyika kwa sababu jeshi liko imara, wazalendo wako imara, na kama hawatafungua basi mipaka sawa, watufungulie basi ile tunaita couloir humanitaire, wafungue tu mipaka kama ni siku 5, alafu kufanyike ile renyo tunaita tripartite kati ya serikali ya Kongo, ya Burundi na UNHCR, wapate kuwauliza nani anataka kurudia Fizi, nani anataka kurudia Uvira, nani anataka kurudia Walungu. Yule atakuwa tayari kurudi arudi, na yule haiko tayari kurudi abaki kwenye kambi. Lakini watu wengi wanataka warudi kwa sababu wanataka waje kujenga nchi, na waliacha mali yao hapa Uvira, lazima waje waitizame. Hiyo ndio ilikuwa maoni yetu, na ndio maana tumeandika hiyo barua huko kwa waziri wa mambo ya ndani. Msikilizaji, na kwenye habari za michezo ni kwamba klabu ya Maniema ya huko Kindu itapambana vikali dhidi ya USM Alger katika hatua ya 8 bora ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku michuano ya UEFA Champions League barani Ulaya kumradhi itaweza kulimwa vumbi usiku wa leo, ambako timu ya Real Madrid itaweza kumenyana vikali dhidi ya Benfica de Lisbon. Mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Marma Kelelo Zela. Naam, shukrani sana kabisa mwenzangu Safara Limasidilwe. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika bara la Afrika. Ni kwamba kisha hatua ya 16 bora kutamatika ya michuano ya shirikisho barani Afrika, hatimaye shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa tayari sasa kalendari ya michuano ya hatua ya 8 bora ambayo itaanza kutimua vumbi mwezi ujao. Mechi ziko kama na hivi: klabu ya Al Masry ya Egypt watapambana vikali dhidi ya CR Belouizdad ya Algeria, na klabu ya AS Maniema ya Kindu ya hapa DRC watapepetana vikali dhidi ya USM Alger, na AS Otoho ya huko Congo Brazzaville watapambana vikali dhidi ya Zamalek ya huko Masri, na klabu ya Olympique Club Safi ya Morocco watapambana vikali dhidi ya Wydad AC ya huko Morocco. Na kule katika bara la Ulaya vile vile hatua ya 16 bora ya michuano ya FA Cup katika nchi ya Uingereza tayari imefahamika, ambako program iko kama na hivi: Fulham watapambana vikali dhidi ya Southampton, Port Vale or Bristol City watakuwa vikali dhidi ya Sunderland, Newcastle watakuwa vikali dhidi ya Manchester City, na Leeds United watawakaribisha Norwich City, Mansfield Town watakuwa vikali dhidi ya Arsenal, na Wolverhampton watakuwa dhidi ya Liverpool, Wrexham watakuwa dhidi ya Chelsea the Blues, na klabu ya West Ham watakuwa vikali dhidi ya Macclesfield or Brentford. Hatua ya baraji ili kuwania hatua ya 16 bora katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya itaanza kutimua vumbi usiku wa leo, ambako majira saa 1:45 vijana wa Galatasaray ya Uturuki watawakaribisha bibikizie wa Italia Juventus, na Monaco ya Ufaransa watakuwa vikali dhidi ya masimu wao wa jadi Paris Saint-Germain zote za hapo nchini Ufaransa. Benfica Lisbon huko nchini Ureno watawakaribisha Real Madrid, na Borussia Dortmund ya Ujerumani katika uwanja wake wa nyumbani wa Iduna Park watakuwa vikali dhidi ya Atalanta Bergame. Tufahamishe kwa masemi ya kocha wa klabu ya Benfica Lisbon ambaye ni Jose Mourinho amesema kuwa lazima ayaibishe Real Madrid kwa kuwa yeye ameizoea na amefanya mambo mengi pale katika klabu hiyo ya weupe aiza Real de Madrid.
Na tuangazie upande wa tetesi za usajili ni kwamba klabu wa Chelsea The Blues wapo tayari kusikiliza ofa kwa klabu yeyote ambayo ina wahitaji wachezaji wafuatao: Toussaint Adarabioyo, Benoit Badiashile pamoja na Trevor Chalobah. Chelsea The Blues wanahitaji kuwauza wachezaji hao kwa sababu hawapo kwenye mipango ya msimu ujao. Vile vile Manchester United wanaripotiwa kufikiria kufanya jaribio la kumsajili kiungo wa Argentina Alex McAllister kutoka Liverpool katika dirisha lijalo majira ya kiangazi. Wakati huo Manchester City wanadaiwa kupendelea kumtoa kwa mkopo kipa wao James Trafford badala ya kumuuza moja kwa moja, huku vilabu kadhaa vya ligi kuu vikionyesha nia ya kuweza kumchukua golikipa huyo kinda. Kwa upande mwingine, mshambuliaji Nicolas Jackson anatarajiwa kurejea Chelsea The Blues baada ya muda wake wa mkopo na klabu ya Bayern Munich na nchini Ujerumani kuweza kukosa mafanikio ya kutosha. Kwingineko ni kwamba klabu ya Arsenal wameelezwa kuwa winga wa Uhispania Nico Williams yuko tayari kufikiria kuondoka Atletico Bilbao msimu wa joto. Katika soko hilo la usajili, Real Madrid wanaelezwa kuwa mstari wa mbele katika mbio za kumsajili beki Nico Scottsback kutoka Borussia Dortmund ya Ujerumani, huku Barcelona pia wakihusishwa na mchezaji huyo. Aiza Galatasaray yako nchini Uturuki wanamuwinda Hakan Çalhanoğlu wa klabu ya Inter Milan ya pale Italia. Wakati huo kocha wa FC Barcelona Hansi Flick akitajwa katika mbio za kuweza kuimarisha safu yake ya ulinzi kwa kuweza kutaka kumsajili mchezaji Julian Reisson. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana mwenzangu Omar Makele Lozil kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, nakumbusha kwamba unaendelea kurejea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na huu ni muda wa uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na hivi sasa tujielekeze huko Walikale ambako shirika la raia la MSCO tarafani Walikale jimbo la Kivu Kaskazini laomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kushughulikia suala la ukosefu wa maji safi katika senta ya Mubi ambao kwa sasa inakuwa hatari kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa kimratibu wa muundo wote tarafani Walikale ameonyesha kuwa hatari yaweza kuwa kuibuka kwa magonjwa ya kipindupindu endapo serikali haitovalia njuga na kuona kwa dharura swala hilo, kama alivyoeleza Pato kwa Walikale. Wana journaliste, tunapatikana ndani ya mtaa wa Walikale jimboni Kivu Kaskazini katika mji wa Mubi ambamo watu wamekuwa na shida kubwa ya ukosefu ya maji safi. Na baada ya kupokea malalamiko ya raia kunako ofisi ya kwetu, kuna kigundi ekipe ya kwetu ambayo ilishuka ku terrain, yani ilishuka kwenda kusikiliza na kuangalia malalamiko ya raia, ikakutanika kiukweli. Kwa sasa tunakuta watu ambao wamekuwa wenye kuteka maji katika maeneo ambao hayajengwi, maji ambayo imekuwa humo vidudu vimeanguka, majani yameanguka, hata kila aina ya uchafu imekuwa ndani. Tulipowauliza ni kwa nini wanatumia maji haya isiyokuwa safi, raia wanajibu ya kwamba watu ni wengi zaidi katika mji wa Mubi na kupata maji safi imekuwa matatizo. Takumbusha kwamba kuna kigundi ama Societe Alpha Mine BC Mining ambayo katika projet yao ama mradi yao ya cahier de charge walienda kufanya maji ya forage katika mtaa wa Walikale. Watu hawazoe maji ya forage sababu na hata na maji hiyo haina resulta ambayo imeonekana kiwazi, na wingi ya watu, hata pana watu wanatumia tu maji vile sababu wamekuwa wamekosa maji, wanatumia maji ya forage ambao haiko traité, ambao haina resulta. Lakini watu wamekuwa wengi huko, wamoja wamekosa, wengine wameenda kuteka maji haya ambayo imekuwa wazi. Imekuwa shida kubwa, na tunagundua ya kwamba raia ya mtaa wa Walikale wamekuwa na masumbufu kwa ajili ya maji safi zaidi. Mji wa Mubi humo ambao watu ni wengi sana. Takumbusha kwamba mji wa Mubi ni mji mkubwa sana ambao imeweka watu wengi ndani ya mtaa wa Walikale kwa sasa, baada ya mji wa Pinga ambao tayari leo umepigwa na vita. Kwa hiyo tunaalika watu wenye moyo mwema kujia raia hawa msaada kwa njia ya kujenga maji, kujenga makano ambao itasaidia population ya mji wa Mubi
kwa kuhatarisha na magonjwa ambayo yameenda kutokana na kutumia maji ambayo isiyokuwa safi. Vile vile tunaalika maorganisation humanitaire kujia msaada kabisa raia ya mtaa wa Likale, mji wa Mubi, kwa ajili ya kuokoa maisha ya population hawa ambao wamekuwa katika kipindi kizito cha kutumia maji isiyokuwa safi. Na kwenye habari za kiraifani kwamba mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umechukua sura mpya baada ya Marekani kutishia kuwekea Kigali vikwazo vipya kufuatia hali inayoendelea kuzorota mashariki mwa Kongo. Undani wa taarifa hii na Isaac Muluchashibe ambaye tuandalia ripoti kabla jaji hapa studioni. Ndio, mkataba uliosainiwa Washington kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwanzo tu na sio mwisho wa safari. Amesema hayo Masad Bulos, mshauri wa Afrika wa Donald Trump, katika mahojiano yaliyotangazwa tarehe 16 Februari kwenye France 24 wakati wa mapigano yameanza tena uwanjani. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kushindwa kwa mkataba huo baada ya hali ya usalama kuzorota haraka, mwanadiplomasia huyo wa Marekani alikataa tafsiri hiyo akisema mkataba wa Washington ulikuwa ngazi ya kuanzisha mchakato huu, akieleza kuwa ni sehemu ya mpango mpana unaolenga kuleta amani na utulivu kamili katika eneo hili. Alisisitiza ushirikiano muhimu kati ya mkataba wa Washington unaohusu mahusiano kati ya Kigali na Kinshasa na mchakato wa Doha unaoongozwa na Qatar kwa msaada wa Marekani na Umoja wa Ulaya ambao unashughulikia swala la M23 na DRC. Masad Bulos hata hivyo alikiri kuwa kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa mkataba huo baada ya M23 ambayo kwa mujibu wa Washington inaungwa mkono na Rwanda kuteka mji wa Uvira. Ilikuwa ni M23 na Rwanda waliochukua mji wa Uvira, alisema, akiongeza kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame alisaliti imani ya utawala wa Marekani. Kwa mujibu wake, baada ya mazungumzo na Kigali, wapiganaji walijiondoa Uvira lakini si kikamilifu, wakiwa bado katika baadhi ya maeneo muhimu yanayozunguka mji huo. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kumwekea rais Kagame vikwazo, afisa huyo wa Marekani alisema Washington ina dhana mbalimbali na kwamba hatua zinaweza kuchukuliwa. Alikumbusha kuwa Marekani tayari imeweka vikwazo maalum dhidi ya baadhi ya watu na taasisi wanaohusika katika biashara haramu inayohusiana na mzozo huo, akitaja hasa hatua zilizochukuliwa dhidi ya James Kabarebe. Kauli hizo zinakuja wakati rais wa Rwanda Paul Kagame akizungumza katika ufunguzi wa mazungumzo ya kitaifa nchini Rwanda yanayojulikana kama Umushirikiano huko Kigali. Alihusisha mvutano na DRC na uwepo wa waasi wa Hutu wa Rwanda wa FDLR katika ardhi ya Kongo. Alikanusha kuhusika kwa Kigali katika suala la madini au kuwa na nia ya kutoa ardhi. Hata hivyo, ripoti kadhaa za Umoja wa Mataifa na Marekani zinaishutumu Rwanda kwa kuisaidia kijeshi M23. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeitaka Kigali kusitisha msaada wowote kwa kundi hilo lenye silaha na kuondoa wanajeshi wake nchini Kongo. Kigali imekanusha katu tuhuma hizo. Washington imesema inaendelea na mazungumzo na Rwanda na inasubiri hatua za vitendo katika uwanja wa mapambano ili kutathmini utekelezaji halisi wa ahadi zilizotolewa. Ni hayo nilikuwa nayo kwa siku ya leo kama habari za kitaifa. Mwenzangu Safari Alimasidile. Asante sana Isaac Muluchashibe kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tukamilisha uchambuzi wa habari na habari za uko Burundi ambako zaidi ya wakimbizi 20,000 kutoka Burundi wameripotiwa kurejea nchini mwao kutoka katika kambi za Tanzania kimbia nchi yao kutokana na machafuko ya kisiasa mwaka 2015. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel ana ripoti zaidi. UNHCR imesema waliorejea nchini mwao kwa hiari ni sawa na 15% ya Warundi wote waliokimbilia Tanzania, kwani sensa iliyofanyika mwishoni mwa mwaka 2025 ilionyesha kulikuwa na wakimbizi wa Burundi wapatao 136,000. Katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na juhudi kubwa za kuwarejesha makwao wakimbizi hao kutoka katika kambi za magharibi mwa Tanzania waliokimbia nchi kutokana na machafuko ya kisiasa ya mwaka 2015 yaliyosababishwa na muhula wa 3 wa hayati Rais Nkurunziza. UNHCR ilisema kwamba wakimbizi hao wanarejea kwa hiari na wanatekeleza kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania, Burundi na UNHCR kwa njia inayoheshimu haki na usalama wao. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi hao wakisema kuwa wanarudishwa makwao kwa nguvu na nyumba zao katika kambi za Nduta na Nyarugusu zikibomolewa. UNHCR inasema pande zote husika zimeweka lengo la kuwarejesha makwao angalau wakimbizi 3,000 wa Burundi kwa wiki, na kwamba hilo linapaswa kufanywa kwa njia inayoheshimu sheria. Serikali ya Tanzania imeagiza kuwa kambi ya Nduta lazima ifungwe ifikapo Machi mwaka huu, huku sehemu ya kambi ya Nyarugusu inayohifadhi wakimbizi wa Burundi nayo ifungwe ifikapo Juni mwaka huu. Baadhi ya wakimbizi wanasema kwa walichokimbia kutoka Burundi bado kipo na kwamba hawapaswi kurejeshwa kwa nguvu, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakionya kuwa shughuli zinazoendelea katika kambi za Nduta na Nyarugusu zinaweza kuleta matatizo ya kibinadamu
kibinadamu kwa wakimbizi hao. Mwaka wa 2021 mahakama ya juu nchini Burundi iliweka hadharani kwa mara ya kwanza hukumu ya kifungo cha maisha jela kwa majenerali wa zamani wa jeshi, wanasiasa, waandishi wa habari na wanaharakati kwa jaribio la mapinduzi yaliyofeli mwaka wa 2015. Watu 34 walitangazwa kuwa na hatia na utakiwa kulipa faini ya dola 780,000 kwa waathiriwa wanaoashiria chama kilichopo madarakani. Burundi iliingia katika msukosuko wa kisiasa baada ya jaribio la mapinduzi Aprili mwaka 2015 dhidi ya aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambapo maelfu waliuawa huku mamia wakitoroka na kukimbia katika mataifa ya kigeni. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, na shukuru Bukuru Elias Daniel kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili. Na kushukuru ambao nitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Pia vile vile na shukuru jopo zima la wariri wa habari wa Radio Kivu, akiwemo mhariri mkuu Nikore Mkashindi Msamaria Mwema. Aliyekuletea uchambuzi wa habari kwa mwingine alikuwa ni mimi Safari Almasi Betinwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye.